yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 9 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa namna hiyo, nikikukaribisha popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu Elizabeth Mutuku. Siku hii ya leo ni siku pia ya ukumbi wa siasa bali na upeo wa TV47. Hii leo tukizungumza moja kwa moja na mbunge wa Malava, anafahamika kama David Ndakwa, kukujuza alionayo kwa ajili ya wakazi na wenyeji wa Malava. Hayo yote manake tayari yupo studioni, tutakuwa tukikujuza kwa njia ya moja kwa moja. Kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Roda Nyamai. Moja kwa moja ni kwamba viongozi wa upinzani nchini wameendelea kuongeza moto wa kisiasa wakati huu wakiashiria jukwaa ama wakishiriki jukwaa moja kwenye mazishi ya marehemu Herbert Karidhi Macharia kutokana na mashambulizi makali dhidi ya tume ya uchaguzi hadi madai ya kuingiliwa kwa taasisi za serikali. Upinzani ulioungana sasa unaonyesha muungano mpya ukiweka wazi kuwa serikali ya Rais William Ruto ipo chini ya uangalizi mkali. Mike Kagongo anatufungulia awamu hii ya upeo wa TV47. And it's in Jesus' name. Katika ibada ya mazishi ya marehemu Herbert Karidhi Macharia, majonzi yaliungana na misimamo mikali ya kisiasa, huku vinara wa upinzani wakikusanyika kwa onyesho jipya la umoja miongoni mwao. United Nations. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwenye hotuba yake alipuuza muundo wa sasa wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC kama kile alichokiita tume ya Ruto, akidai haina uhuru wala uadilifu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. We know as it is a Ruto commission. We tell them we are going even for private prosecution because yale alifanyika hapa mbele na Malava criminal. The chairman first of all anakilia mtu ambaye is not even amekuwa mulagai kwa majina yake hajulikani. Kalonzo alitangaza kuwa upinzani utaanzisha mashtaka binafsi dhidi ya IEBC, akisisitiza kuwa tume hiyo lazima iwajibishwe kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Na ikiwa ni fraud, we will go for private prosecution because we know Ruto cannot prosecute Ethicon. Ruto cannot prosecute the CEO. Kauli yake iliungwa mkono na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa, ambao kwa pamoja walionya kuwa mipango ya kugawa upinzani ulioungana haitafanikiwa, wakisema muungano huo sasa ni dhabiti na umesimama kidete kuliko hapo awali. Take it from me, speaking from the mountain. Hii kura ya mlima itaenda kikapu moja. One. Na leo tunataka tuambie wale ambao wanafikiria watatugawanya or they drive a wedge between Rigiji na Kalonzo ama Wamalwa, haitawezekana. Sisi tumeamua tuko kitu kimoja. Viongozi hao pia walidai kuwa wapinzani wao wakuu hawatakuwa na nafasi ya kuiba kura katika uchaguzi wa mwaka 2027, ishara ya msimamo mkali wa kisiasa unaojengeka. Kadri viongozi wa upinzani wanavyozidi kuungana na kuongeza shinikizo dhidi ya taasisi za serikali, mvutano wa kisiasa unaendelea kupamba moto, ukiashiria safari yenye misukosuko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mike Kagongo, TV47, Nairobi.